Tena nyinyi watazamaji wapendwa wasikilizaji, hapa kwenye Hope Info 3 tunawapatia karibu kwenye vipindi vyetu vya habari vya leo. Makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israeli Lubeni inaongezea kwa wiki 3. Rais wa Amerika Donald Trump amesema kuwa makubaliano ya kutayarisha mapigano katika Israeli na Lubeni yanaongezwa mbele kwa muda wa wiki 3, lakini atasisitiza kuwa hakukaribiwa kufutiliwa makubaliano yanayololete Irani. Nitakwambia kama wana maji wakifurukuzwa kutoka Amerikani kuwa mkuu kubali DRC au kurudi katika nchi zao za Israeli. Chad, Algeria zinasahini mikataba ya upande miwili zaidi ya SWIFT. Wakimbizi 470 wa DRC wamejelea nchi kutoka Burundi. Habari kwenye Hope Info 3. Kama ulishajiunga na sisi, thank you. Kama haujajiunga na sisi, bonyesha subscribe kisha twende na vipindi vyetu vya habari. Afrika Kusini, mkuu wa polisi anayeshikiliwa kwa kesi ya ustadi imesimamishwa kazi baada ya Germany Februari Masemolo kupitia kalamani kwa muda mfupi mji wa Petronia mapema wiki hiyo. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametangaza kusimamisha kazi kama hatua ya kutarbiwa hadi kesi itakapofungwa Alhamisi Aprili 23. Asante kama ulishajiunga na sisi kwenye Hope Info 3. Kama ni mara kwanza, bonyesha subscribe. Habari zetu kwenye Hope Info 3 ni nyingi tena ni nzuri. Kama ulishajiunga na sisi, asante. Kama haujajiunga na sisi, jiunge na sisi twende. Nitakwambia kama mwanajeshi wa Amerika aliyeshiriki operesheni ya Madulu akamatwa baada ya kushinda kamali muda wa ziara wa kusitisha mapigano kati ya Israeli na Lubeni hutaelea bei ya mafuta. Nitakwambia kama mataifa ya Afrika Mashariki kuanzisha miradi ya pamoja kukiwakinda mafuta. Hezbollah na Israeli lazimini kwa kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano hayo. Hapo nitakwambia kama Papa ameua maandamanaji nchi Irani alisitisha msimamo wake dhidi ya vita. Lubeni amesema Irani haijajuliwa kusitisha kombe la dunia. Makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israeli na Lubeni yanaongezwa kwa wiki 3. Twende sasa. Rais wa Uganda amepuuzwa wasiwasi kwa bei ya mafuta iliyoziwa vipele vipya. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni aliupenzua wasiwasi kuhusu bei ya mafuta kwa medresi, akisema wale wala siweza kuhudumu wamepeswa kubaki nyumbani, kwamba kuruhusiki watu wamefasili kwa burudani ikiweko kwenda vilabu vya siasa. Akizungumza katika mkutano wa Afrika Bulletin 26, Museveni alisema wasiwasi wake kumekuwa katika mazungumzo yake ya hivi karibuni na Rais William Ruto. Hatua ongeza na grama ya mafuta yana ghali bali bei ya mafuta na ndege. Alielezea kuwa mafuta ya ndege yana
ya nafasi muhimu zaidi ya usiifu wa anga, akinisha mchungu wake katika silikati ya utalii na biashara ya mazuu ya nje, akionya kuwa grahamu kubwa zinaweza kupunguzwa idadi ya wengine na visi biashara. Museveni alisitiza muhimu kwa kupunguza bei ya mafuta ya ndege iliyomaanisha siliti muhimu uchumi hulumu upunguzu itani ya bei ya juu ya mafuta kwa mawiki ya magali. Musingi mani sana walaisi Luto luhusu mafuta hasa watu wanaelekea magali balani kama mafuta ni grisi keni nyumba na madeni wapi. Alisema jisaini na hulusu nyinyi ninichokuwa na choli ni mafuta ya ndege, kwa sababu siasa safari tu bali kupitia kama habari Hope Info Story zinaendelea. Wewe junge na sisi kisha twende na vipindi viko napitikana hapa duniani na mahali popote. Bei ya mafuta haiko Uganda tu, na mahali popote bei ya mafuta inasumbua watu. Rwanda, Kenya, Tanzania na mahali popote. DRC balikuwa iko nasema sisi hatuwezi kusema sana kwa juu hapa hatuna kisima ya mafuta. Kama masoko yanaendelea tutauza vile, akipanda akishuka, sisi hatuna kisima cha mafuta. Mateo yanapanga kupiga karamu wanafanya kazi wake ku Eglon. Twende sasa. Mateo yanapanga kupunguza wanafanya kazi wake kwa kiwango kikubwa mwezi hujao, huku ikiweti dadi kwenye midali ya Ukraine. Kampuni ya MIT imewandike wafanya kazi wake burudani asili, kitangaza mpango wa kupunguza 10% ya wanyafanya kazi wake sawa. Trump wamefanya kazi 80 pia alisema haitaji kufasi nyingine ile zaidi zisizo wazi ambazo zilikuwa wanafanya vijana. Twende, nitakwambia kama Malhamis wa Somalia wametelimi meli ya mafuta ipasine. Muhamalia ya balani kutoka Somalia wanalipotiwa kutewa meli ya mafuta ya Palestina karibu Ghana ya Leni na kuwatekea wanafanya kazi wake. Wasiwasi wamekubiliwa kuruhusu usalama wa rais wa Palestina walikuwa na ndani ya ndeni hiyo. Tafuti hiyo zimelipotiwa kwa magazeti zaidi ya nchi Palestina. Gazeti ya idhaa ya Parse iliyoripoti kuwa meli iliyokuwa na kuwafanya kazi 11 kutoka Palestina, ambapo bado wanashiriki wahalamu au, kwa majibu wa gazeti hiyo. Kwa majibu wa vyanzo, meli iliyojulikana Oktoba 25 iliambilishwa hapa kwenye Hope Info Story. Ni kwenye utenotosha habari zako. Rais wa Kenya anazuia mzuo kwa kuwa kuruhusu Kiingereza cha wengine leje. Rais wa Kenya William Ruto amezuia mjululu mkuu Mutalini baada ya kutoa kauli iliyosifiliwa kama kutu la food ya Uingereza Nigeria, akisema kuwa wakati mwingine haiwezi kuelekea bila mkalimani. Akizungumza na Wakenya wanayoishi nchi Italy siku ya Jumatatu, Ruto alisema akusiti mgeni
akizungumza huu anaelekea uchangamo. Asante kwa kubonyesha subscribe. Habari ziko na piskana ni nyingi. Nitakwambia kama UATK wanatarahimu nyuki washiriki katika mazungumzo ya amani ya Irani, mbali na kuongezwa kwa muda wa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israeli na Iran. Mkuu wa seli mambo ya nje Umoja wa Ulaya amesema kuwa vitisho kutoka Irani vinaweza kuwa hatari zaidi. Hapa kwenye Hope Info 3 ni kwenye utonotosha habari zozote unahitaji. Sasa habari zetu za leo tuzifikishilije hapa bila zinaendelea hapa kwenye Hope Info 3, na kutakia kurudi na kutakia kubonyesha subscribe. Thank you.